Sawa, Kelvin, umezungumza vizuri sana kwa maana kuhusiana na Stephen Kiaziz ambaye duru zinaeleza kwamba kuna uwezekano mwishoni mwa msimu huu simulizi ikawa tofauti, labda akaondoka, na inatajwa na tupata nafasi nafikiri kupitia ndani ya kurasa hapa ya kuongea au kufanya mahojiano na kocha kwa maana kwamba tunasema ni wakala wa Stephen Kiaziz. Tupata nafasi ya kuzungumza naye na akasema dhahiri bin shahiri kwamba kutokea kwenye ukanda wa nchi za Kiarabu huko kuna ofa nyingi sana zikiwa zimetumwa, na majuzi hapa kama nakumbuka vizuri tulimuona akiwa na rais wa Wydad Club Athletic lakini pia akiwa na Roland Mokwena, kocha ambaye yeye tayari amesharudisha mpira kwa kipa. Amesema mwishoni mwa msimu haendelei tena kuwepo Wydad Casablanca. Hataki atakwenda hiyo FIFA Club World Cup. Yeye hataki kwenda, anamalizia tu msimu then atafute maisha mengine, mambo mengine yaweze kuendelea. Inazungumzwa hivyo. Endapo kama akiondoka Young Africans, unaona pengine kwa wachezaji waliopo anaweza kaziba lile pengo ambalo litakuwa linaacha Stephen Kiaziz, ama pengine Young Africans watapaswa kwenda tena sokoni kutafuta mchezaji mwenye kaliba angalau ya kuendana na Aziz Ki? Kuna pacha yake ambayo pia ni football brain pale katika kikosi cha Yanga, amenamzungumzia Clatous Chota Chama. Mambo ambayo amefanya Clatous Chota Chama katika soka la Tanzania kwa kiasi kikubwa, Stephen Aziz Ki yeye mwenyewe binafsi sidhani kama anaweza kufikia level za Chama ambaye alikuwa anatesa katika kikosi cha Simba kabla ya kuingia Yanga. Na imani huyu akipewa nafasi ya kutosha, tofauti na msimu huu ambao amekuwa akipewa nafasi za kudonoa ataweza kufanya kazi kubwa ambayo Stephen Aziz Ki atakuwa ameiacha katika kikosi cha Yanga. Na hata katika mchezo wa jana tunaona Clatous Chota Chama performance ambayo ameionyesha katika mchezo huo, akiwa ni mmoja wa wafungaji wa magoli hayo 8, lakini pia akitoa assist, mfano kama ile assist ambayo alitoa kwa Musonda, Kennedy Musonda, goli la mwisho na kwa maana kwenye mchezo wa jana, ile assist ambayo ameitoa alinikumbusha ubora wa Cesc Fabregas akiwa na kikosi cha Chelsea. Kama unakumbuka kuna assist alitoa alimpa Andre Schürrle, ni katika mazingira yale imepigwa pasi, ni first touch yake ya Chota Chama ikawa ni assist. Huo ndo apigwa push pass fulani hivi, yani mtu kidogo tu wala hamna matumizi ya nguvu nyingi. Kwa hiyo Yanga hawatakuwa na haja ya kuingia tena sokoni, labda kama italazimika kufanya hivyo, lakini kwa Clatous Chota Chama naamini atakuwa ni mrithi bora iwapo Aziz Ki ataondoka katika kikosi cha Yanga. Lakini katika mechi ya jana hiyo ya robo finali Yanga na Stand United, kuna rekodi 3 ambazo niliziona zilizoweka katika mechi hiyo. Kwanza magoli 9 ambayo yalipatikana katika hiyo mechi, kwa maana goli 1 la Stand na magoli 8 ya Dar es Salaam Young Africans, yalikuwa ni jumla ya magoli yote yaliyofungwa katika mechi za quarter final za msimu uliopita, kwa maana 2023 2024. Yalifungwa mabao 9 katika mechi 4. Alafu Yanga na Stand wameproduce kwenye mchezo mmoja, katika mchezo huo mmoja, kwa maana msimu huu quality imeongezeka zaidi katika sekta ya kufunga magoli. Lakini pia rekodi nyingine ambayo nimeiona ni katika sekta ya clean sheet, kwa maana mechi ambazo zilikuwa zina clean sheet kwa msimu uliopita, robo finali ya msimu uliopita, zilikuwa ni mechi 3 kasoro mechi moja ya Azam na Namungo ambayo iliisha kwa Azam kushinda goli 4-1. Lakini mechi nyingine zote ambazo zilikuwa zimechezwa za robo finali ziliondoka either ni timu 2 kutofungana ama moja kushinda kwa clean sheet. Lakini msimu huu clean sheet ni moja tu katika hatua ya robo finali, ambayo ni mechi ya Simba dhidi ya ambao iko maana ushindi wao ambao wameupata hapa juzi. Na ukiangalia ni mchezo ambao by the way nafikiri watu wengi pia walikuwa wanatarajia kile ambacho kilienda kujitokeza. Kwa ni clean sheet moja tu, kwa maana msimu huu pia magoli yamekuwa ni mengi na safu za ulinzi zinapelekewa moto vibaya mno. Rekodi nyingine ya 3 ambayo niliona bwana Musa Mkwaju ni rekodi ya wafungaji wazawa katika hatua robo finali. Msimu uliopita mfungaji mmoja tu mzawa alifunga goli katika mechi katikati ya mechi 3, kwa sababu mechi moja nakumbuka iliisha na matokeo ya suluhu ndani ya dakika 90 kwa kukuwa na mfungaji yote. Lakini katika mechi nyingine zote mfungaji mzawa alikuwa ni mmoja tu ambaye ni Feitoto katika mechi ya Azam na Namungo. Lakini msimu huu wafungaji wazawa wameongezeka ni 6. Kwa maana katika mechi ya JKT ambayo walishinda goli 3 dhidi ya Pamba, kulikuwa kuna wafungaji 4 wa magoli yote 4 walifungwa 3-1, kwa maana JKT alishinda goli 3-1. Wafungaji walikuwa ni wazawa 4. Na katika mechi ya Yanga dhidi ya Stand, Kibabage pamoja na yule mfungaji wa Stand United walikuwa wanaongezeka, wanakuwa wafungaji 5, pamoja na mechi nyingine hapo kuna mfungaji mwingine ambaye pia ni mzawa. Kwa jumla ni wafungaji 6. Kwa rekodi hizo ndizo ambazo niliziona katika mechi za hatua ya robo finali, na zikidhihirisha namna michuano hii inavyozidi kuongezeka ubora msimu hadi msimu.